uchache wetu, hata ingawa watu wengine wanaelekea ni kama sijui wamekufa moyo, kwa uchache wetu leo imekuwa siku njema. Na natangaza aliyeingia mahali hapa hata toka hapa jinsi alivyo. Bwana asifiwe. Usiku wa kuamkia leo nimekwazwa, nimesumbuliwa sana. Bwana asifiwe. Ng'ombe alinisumbua wakati fulani saa 5, nikaamshwa na mzee, nikaenda kumshughulikia. Kurudi kitandani sikupata lepe la usingizi. Nimekuwa nikihangaika, nikiteseka. Kuna donations ambazo nilipewa za nguo. Nikaomba Mungu, hebu nipe hekima na maarifa jinsi nitapeana vitu hivi. Nikawa nafikiria ni njia gani mwafaka ya kufanya mambo kama haya. Utachukua Biblia, utanisomea. Bwana asifiwe. Nikakuwa najiuliza, nikaamuka wakati huo saa 6, nikaanza kuomba saa 6 mpaka saa 9. Bwana asifiwe. Jinsi baba alivyowekelea Biblia katika kifua chake. Kumbe tulikuwa tumeunganishwa kiroho. Nami nilikuwa nimeweka Biblia yangu nikinena, Baba fanya uponyaji. Fanya muujiza na ishara. Watu wa Nyangoso watambue kuwa kuna Mungu ambaye anatenda. Mambo haya pengine hutayapata wakati mwingine. Ni mambo kama ya kinabii. Shule zimefunguliwa, huwezi jua tutaondoka wakati mgani. Mambo haya yachukulie si mambo ya kawaida. Nimekuwa nikimuuliza Mungu, tena jambo ambalo sitafanya hata watu wa Nyangoso wafunguke macho. Kuna watu bado hawajafunguka macho. Siku ya leo baada ya ujumbe huu natabiri watafunguliwa macho na watakuwa mashahidi. Bwana asifiwe. Ndugu yangu hapa tulikutana naye pale barabarani. Hata hatukumsalimia. Bwana asifiwe. Tulikuwa na nani? Hata sikumbuki. Tulikuwa na nani? Brayo tulikuwa na wewe? Hapana. Hatukuwa na Brayo. Nilikuwa na hao watoto. Bwana asifiwe. Alikuwa anafunga karatasi kwenye mti. Lakini mimi nikiteremka nikawa natamka jambo. Baba fanya jambo, huyu anifuate. Bwana asifiwe. Na nilipofika hapa nikamuona, nilimshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na amefika hapa, hakika utukufu wa Mungu utaenda kuonekana. Siku ya leo tunaenda kuvunja laana. Siku ya leo we are going to reverse the curse in the name of Jesus. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hata iwe walikaa vikao wapi wakanena, siku ya leo nikichukua ushukani kutoka mbinguni tuna cancel in the name of Jesus. Hakuna lisilowezekana. Leo ningependa tuangalie kutoka kitabu cha Luka mtakatifu. Luka mtakatifu 17 tukianzia 11 to 19. Bwana asifiwe. Nikawa najiuliza, Mungu, nilikuwa nimepata invitation, kuna vijana fulani wamekutana mahali, nikaambiwa niende niwanenee jambo. Kuna vijana leo niko na appointments mingi. Nikawa nimeambiwa niende kuwanenea. Nikamuuliza Mungu, nitanena jambo gani? Kwa wakati huu naomba Mungu akaanza kumeditate, akaanza kunipa maneno, akaanza kuniletea revelation by revelation, anifungulia mambo mengine kwa mengine. Hapo katikati nikakumbana na hicho the story of the 10 lepers. Bwana asifiwe. Mnajua hadithi ya the 10 lepers? Sijui kama mnajua. Wacha tuipate kutoka kwa Luka mtakatifu 17. Kuanzia 11. Neno linasema, Yesu anawatakasa. Yesu anawatakasa wakoma 10. Yesu anawatakasa wakoma 10. Kusoma. Yesu akiwa safarini kwenda Yerusalemu, alipitia katika mipaka ya Samaria na Galilaya. Bwana asifiwe. Tuende verse by verse. Bwana asifiwe. Yesu akawa katika pitapita zake akienda akipitia Samaria kwenda Galilaya. Bwana asifiwe. Najua watu wengine wanaweza uliza, hii Galilaya na Samaria iko wapi? Siku ya leo ndio Galilaya na Samaria. Yesu akiwa katika pitapita zake katika kijiji cha Nyangoso akielekea Bundo, akienda hata Nyamira. Alipokuwa anaingia katika kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma walikutana naye. Haleluya. Bwana asifiwe. Tutaendelea kidogo. Yesu akawa akipita katika pitapita zake, akakutana na mahitaji. Bwana asifiwe. Katika pitapita zetu za kila siku kama wahubiri, kama evangelist, tunakutana na mahitaji. Jinsi Yesu alivyokutana na watu wenye ukoma, watu 10, Yesu pia alikutana na mahitaji. Bwana asifiwe. Katika kukutana kwetu na mahitaji, wakati mwingine hatuchukui hatua yenye manufaa. Kama mimi nilipokutana na ndugu yangu, kitu cha kwanza ningefanya ningemsalimia.
Bwana asifiwe. Lakini kwa hali yake niliyomwona kwa macho ya binadamu, nikampita, lakini nikawa namuuliza Mungu, tenda jambo ambalo litamvutia anifuate tuende kanisani. Bwana asifiwe. Na hakika Mungu akajibu hilo ombi. Bwana asifiwe. Na mshukuru huyu Mungu kwa sababu amenijibu maombi mawili. Ndio maana mimi na furaha zaidi ya nyinyi. Bwana asifiwe. Nilipokuwa natamka jambo kwa sababu ya baba nikiwa pale kitandani, Mungu amedhihirisha akasema, alipokuwa ameekelea Biblia yake katika kifua chake, nami vile saa 9 nilikuwa nimefanya hivyo. Bwana asifiwe. Naomba niwavunjie hadithi fupi kidogo. Hadithi fupi ya Biblia inasema, wakati Elijah alipoanza huduma yake, Elijah wakati alikuwa anaombea mtu, alikuwa analala juu ya mtu, head to head, shoulder to shoulder, knee to knee, kila mahali inaguzana contact kabisa. Ndio anaombea Mungu, fanya jambo. Bwana asifiwe. Elijah baadaye alipoenda Elisha akaja, yeye alikuwa tu anamwekelea kifua na kichwa. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alipokuja, yeye alikuwa anatamka jambo. Kwa wakati huu Mungu ameinua my evangelist ambao anawaconnect kiroho, wanafanya mambo ya ajabu. Bwana asifiwe. Yes. Unadhani kuunganishwa kiroho ni kitu cha mchezo? Nimefurahishwa sana na hilo jambo. Mungu leo amenijibu maombi mawili. Na naomba hii siku mambo yote ambayo nimeyabakisha wache yakaenenda na roho wa Bwana. Amen. Baba, utapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Hilo ni jambo niliombea kutoka saa 6 mpaka saa 9. Nikiwa nimeshika Biblia jinsi ulivyoshika. Mungu ametenda. Ndugu yangu, Mungu atafungua njia. Yes. Mahali umeona pamefungika, atafungua kwa jina la Yesu. Nilipoambia Mungu anifuate nyuma na akatii hiyo sauti, Mungu bado atajibu hiyo maombi mpaka amalize kwa jina la Yesu. Amen. Tuendelee chini kidogo. Wakasimama kwa mbali. Wakapaza sauti wakisema, Yesu mwalimu, tuone huruma. Alipowaona akawaambia, Nendeni mkajioneshe kwa makuhani. Basi ikawa walipokuwa wanakwenda wakatakasika. Amen. Bwana asifiwe. Wachia hata hapo. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa na shida yetu, ukikaa pale nyumbani, hiyo shida haitapata suluhisho. Amen. Yesu anatangaza kupitia kitabu cha Luka, anasema nendeni mkajionyeshe katika makuhani. Nanyi mkiwa mmechukua ile imani, mkitembea kwenda kwa makuhani, mtapata uponyaji. Ndugu yangu, kama angechukua hatua kutoka pale barabarani, anasema alitoka Uganda, akawa ametembea. Kama angechukua hatua kufika kanisani, tungesema nini? Hakika ni neema. Neema. Bwana asifiwe. Amen. Tuli exceptional, naona na wako baigo. Bwana asifiwe. Lakini najua baba aliyemuongoza kufika hapa kwa makuhani, akiwekewa mkono, Baba Mungu atatimiza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo hata sikuwa na mahubiri mengine ya special, nilikuwa nakuja tu kushukuru Mungu kwa sababu nilikuwa na uhakika atatenda siku ya leo. Amen. Nina baga hapo tafadhali. Nipasikuwa na mahubiri special. Niko na baga hapo. Kuna vitu ambao nimeombea kutoka saa 9. Kutoka saa 9 mimi nilikuwa hata sikuwa nimejipanga kuja kuhubiri, nilikuwa nimekuja kutoa donation. Lakini kupitia mahubiri, Yesu akiwa anapita siku ya leo, nenda ukajionyeshe katika makuhani na utatakasika kwa jina la Yesu. Ukikaa na shida yako pale nyumbani, hautapata suluhisho. Lazima uende ukajionyeshe kwa makuhani. Utakaa na shida yako kwa muda mrefu bila kupata suluhisho. Lakini utakapokuwa njiani umechukua hatua ya kwenda kujionyesha kwa makuhani, utapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Nina zawadi hapa ambazo nimeziombea kutoka saa 6 pia. Haya ndio bado yalikuwa mambo. Kama wewe ni yuko na unajua utachukua zawadi ambayo iko hapa na uitunze na ikulindie imani yako, kujia. Bwana asifiwe. Amen. Donations. Kama wewe ni youth unajua hii zawadi iko hapa, utaiwezana kuja. Youth, mnaogopa tena? Bwana asifiwe. Amen. Youth kuja. Number 1. Number 2. Zitaisha. Number 3. Zitaisha. Number 4, number 5. Maseti number 6 zimeisha. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua wakati mwingine tunafanya mzaha. Hatujui. Bwana asifiwe. Amen. Unajua niliambia wa youth, Sidney na Deborah zenye utawapea ziko nyumbani. Tafadhali.
Uniruhusu zile nitawapea. Si unaona nilipea Brian na Miriam wako sawa, si ndio? Nataka ukiwa unafanya huduma, jua hii nguo nimechukua muda kuiomba. Hii ndio nguo tunafanyia praise and worship. These are donations from our friends. Kuna watu wametufanyia donations. Tukiwa tunafanyia huduma, tujitolee kabisa. Henry kuja. Tukiwa tunazifanyia huduma, tujitolee kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. More are coming. Hizi ni kionjo. More are coming. Na leo tutakapoondoka hapa nitaenda na watoto wote. Bwana asifiwe. Hata nyinyi mtaenda huko mpate at least kitu kidogo. Kuna donations niko nazo pale nyumbani. Nilijua tu roho alinionyesha. Mami aliniambia nibebe nikamkataza. Nilijua tu kanisa itakuwa siku ya leo hivi. Sijafurahishwa. Hatuko sawa. Lakini hao wenye wamekuja watakuwa baraka siku ya leo. Amen. Si ndio? Yes. Nimeziombea. Very good gifts, brand new. Yes. Bwana asifiwe. Mnaweza wapigia makofi wakipokea. Ndio, these are the benefits of serving the Lord. Yes. Uwezi kosa kitu ukiwa unamtumikia huyu Mungu. Mtumikie Mungu tu. Wapigia makofi, wavae tu tukiangalia, hata mwenye alidonate ndiye afurahie. Wavae, wakuwe very smart. Mami na wewe utavaa hii. Mami, Kevin nitamtafutia yake. Nilikuwa nimehaidi mami. Mami ama uache nikulete yako. Hii ende Kevin. Mami, na kuahidi nitakuletea yako. Amen. Hawa wenye walidonate nikanunua hizi. Mungu tena atawaguza watume ninunue mingi zaidi, si ndio? These people who have donated and have got these things for the youth of Nyanguso Christian Life Center. I know God will help them to donate more. Yes. So that I can give the whole church. Bwana asifiwe. Amen. Yoni ndogo, ndio kubwa. Nani ndogo? Weke hii. Good. Kata ni ene tapo. Kata ni weka gani? Ene ndio rabuisa. Ose tibeke yu. Bala tu. Oyo. Saide ko wisa ne. Ora rusie jacket. Ene. Weka gani? Good. Biara hai. Bwana asifiwe. Amen. Angalia jinsi walivyopendeza. Sijui hata mimi nivae hii. Hata mimi wacha nivae tupendeze wote, si ndio? Lakini ni ya Kevin. Bwana apewe sifa. Amen. Haina shida. May God bless those who donated for this t-shirt. Yes. May God bless them so much. Hata tutakapoenda pale kwenda kupeana zile zingine pale nyumbani, wacha Mungu akabariki waliochangia. Amen. Those who donated, may God bless them so much. Brayo na Miriam. Mtu anisaidie Deborah. I'll make sure tumekuwa na yellow na hii. Tutajaribu sana. Miriam kuja ingie. Tunasema aje kwa vijana, si wamependeza sana? Wacha Mungu akawainue katika huduma. As you are serving the Lord, may God give you strength to do what you are doing in double portion. Yes. If you are singing, may you sing double what you've been singing before. If you have been preaching, may you preach double what you've been preaching before. Yes. Praise God. If you've been praying, may you pray double of what you've been praying before. And what I would like to urge you, pray for those who have donated so much. They might be having ups and downs in their life. Yes. May you pray for them so much so that they can keep donating. Yes. Unajua kama hawatatoa hatutapata, na kama watatoa tusichukue hawatabarikiwa. Yes. Wacha Mungu akawabariki. May God bless them so much as they donate. Amen. Amen. Unaweza kuketi. Wacha Mungu akawabariki kupitia andiko na donations.
Alafu nyinyi wote ambao mmedonetiwa, naomba tutaenda pale juu nyumbani.